Karibu kwenye safari ya maisha ya fedha, mahali ambapo tunajifunza jinsi ya kufanya maamuzi bora kuhusu fedha, kwa sababu utajiri huanzia kwenye fikra kabla hujaonekana kwenye akaunti. Karibu sana. Leo nina swali ambalo linaonekana rahisi lakini linaweza kubadilisha maisha yako. Je, fedha ndizo zinabadilisha maisha au maamuzi ndiyo yanabadilisha fedha? Kwa sababu watu wengi wanaamini nikipata milioni 100 maisha yangu yatabadilika. Lakini je, ni kweli? Ada, unaonaje? Sophie, naomba nikuulize swali. Kama fedha peke yake zingetatua matatizo yote, kwa nini tunaona watu wenye mishahara mikubwa bado wana madeni makubwa? Na kwa nini wapo walioshinda bahati nasibu lakini baada ya miaka michache wakarudi kuwa masikini? Na kwa nini kuna watu wenye kipato cha kawaida lakini wanaishi kwa utulivu na wanaendelea kujenga utajiri? Huenda tatizo si kiasi cha fedha. Huenda tatizo ni namna tunavyofanya maamuzi. Lakini Ada, tuwe wa kweli. Ndiyo. Ukimpa mtu milioni 100 leo, maisha yake si yatabadilika? Atanunua nyumba, atanunua gari, atafungua biashara. Si ndio maendeleo hayo? Inawezekana, lakini swali langu ni hili. Baada ya miaka 5, hiyo nyumba, hilo gari na hiyo biashara vitakuwa bado vinamsaidia au vitakuwa mzigo? Kwa sababu historia inaonyesha kuna watu waliopata fedha nyingi lakini walipoteza kila kitu. Fedha zilikuja haraka lakini maamuzi hayakuwa tayari. Kwa hiyo unasema tatizo si fedha, ni mtu? Nadhani tatizo ni mfumo wa kufikiri. Fedha huongeza uwezo wako wa kufanya maamuzi, lakini hazibadilishi tabia yako. Kama ulikuwa na nidhamu kabla ya kupata fedha, mara nyingi utaendelea kuwa na nidhamu. Lakini kama hukujifunza kupanga maisha, fedha zinaweza kukuongezea matatizo badala ya kuyapunguza. Hebu tuangalie dunia ya leo. Kila siku tunaona picha za mafanikio. Ndiyo. Nyumba kubwa, magari mapya, safari za nje. Mitandaoni watu wanaonekana wanaishi maisha mazuri sana. Kabisa. Wengine wanaanza kuamini kwamba mafanikio ni kuonekana tajiri. Na hapa ndipo changamoto inaanzia. Dunia imekuwa rahisi kulinganisha maisha yetu na wengine. Lakini picha unaiona leo, huenda usione mkopo uliochukuliwa kuipata. Huenda usione msongo wa mawazo unaoambatana nayo. Huenda usione miaka ya kujinyima iliyotangulia. Ndiyo maana Hidden God Insight inasema, usihukumu mafanikio kwa picha, ya hukumu kwa msingi wake. Kwa hiyo, ndiyo, si kila anayemiliki gari ni tajiri. Kabisa. Na si kila anayepanga nyumba ni masikini. Na si kila mwenye mshahara mkubwa ana utajiri. Na si kila mfanyabiashara ana faida. Fedha zina hadithi ambayo mara nyingi hatuioni. Fedha hufuata maamuzi kwa muda mrefu. Maamuzi mabaya hufukuza fedha hata zikiwa nyingi. Nakumbuka, vijana wawili walianza kazi siku moja. Walipata mshahara unaofanana. Na wa kwanza alisema, sasa maisha yameanza. Akanunua gari kwa mkopo. Akahamia nyumba ya gharama kubwa. Akanunua simu mpya. Na wa pili alisema, sasa safari imeanza. Akaanza kujifunza. Akajenga akiba. Akanunua bima. Akawekeza kwenye ujuzi wake. Na baada ya miaka 10, wote wawili walikuwa wameingiza fedha nyingi. Lakini mmoja wao alikuwa anatafuta namna ya kutoka kwenye madeni na mwingine alikuwa anachagua fursa za kuwekeza. Tofauti ilikuwa mshahara, tofauti ilikuwa ni maamuzi. Kwa hiyo, naweza kusema hivi, fedha ni muhimu lakini si za kwanza. Ndiyo. Fedha ni matokeo, maamuzi ndiyo msingi. Ukijenga msingi mzuri, fedha zitapata mahali pa kukaa. Lakini ukikimbilia fedha bila kujenga msingi, unaweza kujenga maisha yanaonekana mazuri lakini yasiyo imara. Wiki hii usiangalie kiasi cha fedha unachopata, Sofia. Angalia maamuzi 3 ya kifedha uliyoyafanya ndani ya siku 7 zilizopita. Na jiulize, je, yalikuwa ya hisia au yalikuwa ya mpango? Na uandike. Namba 1, ni uamuzi gani wa kifedha ambao umebadilisha maisha yangu zaidi? Na namba 2, ni uamuzi gani ninautamani ningekuwa nimeufanya tofauti? Na ya mwisho, kuanzia leo, ni kanuni gani moja ya kifedha nitaanza kuishi?
Fedha zinaweza kubadilisha kiwango cha maisha yako, lakini maamuzi ndiyo hubadilisha mwelekeo wa maisha yako. Kabisa. Asante kwa kuwa nasi. Leo tumeanza safari ya kujifunza namna ya kutunza fedha. Sawa. Na wiki ijayo Sofia, tutafungua mjadala ambao karibu na kila mfanyakazi na mfanyabiashara wamewahi kujiuliza. Kwa nini watu wanafanya kazi kwa miaka 30 lakini bado hawana uhuru wa kifedha? Kwa sababu kufanya kazi muda mrefu si sawa na kujenga utajiri. Usikose kufuatilia Safari ya Maisha ya Fedha ambayo inaruka kila Jumapili kwenye chaneli yetu ya Hidden Gold Insight. Ulikuwa nami Sofia Daud, lakini pia sikuwa peke yangu, nilikuwa na mwenzangu Ada Eligo. Mpaka wakati mwingine, bye bye.